Hatari kweli kweli. Steve Barker anapangaje kwa mfano? Yes, hujambo, mambo vipi? Karibu kwenye uchambuzi wa ana kwa ana na Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data, mtaalamu wa kuchakata na kupepeta kwa kuzingatia zile small details. Mimi naitwa Said Tuntu, nipo na Ramadhani Mbwaduke. Mbwaduke, uko sawa sawa? Mwenyezi Mungu ajalie kheri Tuntu, mimi niko vizuri. Mambo yanakwenda? Hakika. Bwana, Simba Sports Club wamepangwa na Mighty Wanderers kutoka kule Malawi bwana. Yeah. Kiufundi na kiutaalamu, Mighty Wanderers ni timu ya aina gani? Manake mara ya kwanza ndo naisikia hii. Simba dhidi ya timu yoyote ambayo ni non-ranked katika CAF. Yaani timu ambayo haipo katika viwango vya ubora vya CAF. Matarajio ni kwamba Simba inakuwa timu ya kwanza, alafu hiyo timu inakuwa ya pili. Hakika. Mighty Wanderers ni timu ambayo dhidi ya Simba matarajio ni kuiona inakuwa timu ya pili, kwa sababu wamepata nafasi ya kuwakilisha Malawi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndio. Baada ya kukosa fursa hiyo tangu msimu 2017, mara ya mwisho akiwa mabingwa wa Malawi. Safari hii wametoa ubingwa, ndio wamepata tiketi hii. Sasa wana bahati mbaya kwao kwa sababu wanapangiwa katika mechi za hatua ya kwanza ya awali dhidi ya mnyama Simba, ambaye hizi hatua hizi za mchujo sio shida zake. Katika miaka ya karibuni tangu msimu 2018-19 Simba break ya kwanza huwa ni robo finali ya michuano ya CAF, hiyo ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Ndio. Isipokuwa msimu uliomalizika wameishatoa makundi au kwenda robo finali, ambayo kwao ni failure kwa viwango vyao wenyewe. Halafu msimu wa nyuma yake hawakuishia robo finali, walienda finali. Yaani ndo tofauti hizo. Halafu 2019-2020 walitolewa mapema na UD Songo. Ilikuwa ni UD Songo? Ilikuwa Jwaneng Galaxy ya Botswana. Walienda kushinda 2-2. Halafu waliporudi wakafungwa 3-1. Lakini hii misimu mingine yote Simba kwenye michuano ya CAF break ya kwanza ni robo finali, iwe ligi ya mabingwa ya kombe la shirikisho. Kwa rekodi hizo zinazoifanya Simba iwe klabu namba 12 kwa ubora barani Afrika hapa tunapozungumza, kuelekea msimu wa 2026-27 kwa viwango vya CAF. Halafu Mighty Wanderers haimo katika orodha ya klabu bora barani Afrika, kwa sababu ili uingie kwenye orodha walau uwe umeingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho ndani ya misimu mitano. Mighty Wanderers hawajawahi kufanya hivyo. Kwa sababu hiyo, watarajii wanapokutana na Simba usitumaini hata kidogo kwamba wao watakuwa timu ya kwanza. La hasha, itakuwa timu ya pili. Na kumbuka hii ni mtoano. Kwa sababu hiyo Simba kwenye makaratasi dhidi ya Mighty Wanderers ni mechi ambayo naamini wanakwenda kufanya vizuri na kusonga mbele kama ambavyo huwa wanafanya mara kwa mara, ingawa haitakuwa mechi nyepesi, kwa sababu anayecheza akiwa anazuia zaidi kutokea chini, anashambulia kwa kujibu. Wewe ukiwa na wachezaji wazoefu wenye wasifu mkubwa, wana kiwango bora, mnaweza mkajikuta mnanogewa muda mwingi, mnakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja. Sasa wao wakipiga mipira mirefu ndo tatizo linapokuja. Kuna wachezaji wenye madhara makubwa wamo ndani ya Mighty Wanderers, akiwamo Babatunde Adepoju, ndo top scorer katika ligi kuu ya Malawi, bao 15, na tena 8 alizifunga akiwa timu nyingine, 7 alizifunga akiwa Mighty Wanderers, maana alijiunga wakati wa usajili wa dirisha dogo. Lakini wana wachezaji kama Isaac Kaliat, yeye ni top scorer msimu wa 2024 akiwa na mabao 17, yumo ndani ya Mighty Wanderers, lakini safari hii akiwa si miongoni mwa wafungaji bora, ana mabao yafiki 10, nadhani mabao 3 hivi. Lakini uwezo kumchukulia poa, kwa sababu kutofunga kwake kwa vote kuna kipindi labda alikuwa anasumbuliwa na majeraha. Kwa hiyo na factor nyingine, sababu nyingine ni kwamba unapocheza na timu ya aina Mighty Wanderers kuna mipango kazi ya aina mbili ambayo inasumbua timu kubwa kama Simba. Moja, kuna mpango wa timu kuzuia zaidi kutokea chini, washambulie kwa kujibu, na wakati mwingine huwa inalipa. Ipo mifano mingi. Hiyo Simba dhidi ya Jwaneng Galaxy ni mfano mojawapo. Simba washai kutibuliwa na UD Songo, matokeo yake wakaenda kombe la shirikisho kama unakumbuka vizuri. Lakini timu kama Orlando Pirates ishawahi kutibuliwa na Saint Eloi Lupopo. Kwa maana yake Orlando Pirates hawakufuzu. Simba wasiingie kiwepesi kwamba bwana hii imeisha. Yes, na uzuri wake wanatambua. Wao tayari wana mifano tunatoka kuhitaji hapa. Ni mifano. Sasa kwa hiyo kuna mpango kazi wa timu kuzuia zaidi kutokea chini. Halafu wanajituma sana. Timu kama Mighty Wanderers
siku hiyo wanapocheza na Simba mechi mbili za hii Septemba, mechi mbili za nyumbani na ugenini, wao watakuwa wanacheza kama fainali. Alafu Simba wanacheza na timu ndogo ili waende katika hatua ya pili ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Jambo la pili, mipango ya mchezaji mmoja mmoja. Unajua Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, Namungo na timu nyingine zote za ligi kuu Tanzania bara ni kimbilio la wachezaji wengi wa nchi zinazotuzunguka. Yaani wachezaji wengi barani Afrika, mbali na kwenda nje ya Afrika, Ulaya na kwingineko, kwa Afrika hapa panapolipa ni Afrika ya Kaskazini, kwa maana ligi kuu ya Misri, Morocco, Tunisia, Algeria, Libya wamekuja juu hivi karibuni, tuseme zile nchi za UNAF. Halafu kuna Afrika Kusini, PSL inalipa. Baada hapo unajua ni wapi? Ligi kuu Tanzania bara. Na kituko vizuri na kwenye issue ya ukwasi. Vibaya mno sana, sio tu vizuri sana. Matokeo yake ndio maana ma MVP wa nchi mbalimbali wanakuja mfululizo hapa. Aziz Ki wakati anakuja hapa ni MVP. Ndio. Pedro Pacome Zouzoua anakuja hapa ni MVP. Jean Shau anakuja hapa ni MVP. Tunazungumzia Albert Kangwanda ni MVP Zambia na top scorer. Tunapozungumzia Dumbia Ibrahim ni top scorer ligi kuu ya Mali anakuja hapa. Augustine Okejefa MVP Nigeria, ligi kuu ya Nigeria, kachemsha Simba lakini ni MVP. Alan Okello amekuja hapa anatua Yanga ni MVP akiwa top scorer katika ligi kuu ya Uganda kama unakumbuka vizuri. Ni Tanzania imebarikiwa ma MVP yes, bwana. Kwa hiyo wachezaji Malawi wakiwamo hawa wa Mighty Wanderers watakuwa wanapocheza na Simba wana mipango kazi yao binafsi. Kaza sana, onyesha kiwango cha juu ili Simba wakufikirie nao wakulete, au timu nyingine za Tanzania ambako kuna mpunga, kunalipa vizuri. Azam wakuone, Yanga wakuone, Dodoma Jiji wakuone, Namungo, Fountain Gate, wote kwa wamejaa wageni unajua. Pamba Jiji kwa sababu kuna fursa wachezaji 12 kunalipa vizuri. Sasa hilo nalo ni jambo ambalo linaweza likaleta surprise na ni sio habari nzuri kwa timu kubwa inapocheza na timu ndogo, na hapa kubwa ni Simba dhidi ya Mighty Wanderers ambayo sio mbaya sana. Katika msimu uliomalizika wao wamekuwa mabingwa wakiwa na pointi 69. Wamefunga mabao 51, wameruhusu mabao 14. Kwa hiyo unaweza kaona walikuwa wazuri katika kufunga na kuzuia, kwa balance performance ya around 77%, na wanafanya hivyo baada ya kukosa ubingwa tangu 2017. Unajua Malawi ukiondoa msimu huu wameanza utaratibu kama ligi nyingine. Wao msimu ni mwaka wa kalenda, unatajwa tu mwaka 2017 msimu, 2018 msimu, lakini safari hii walau wana msimu 25 26 uliokamilika, wao wametoa ubingwa. Kitendo cha kusubiri miaka mingi na hatimaye wanatoa ubingwa, manake hivi karibuni wameimarika sana, sio timu ya kuichukulia poa. Simba wanao mifano mingi tumesema wao wenyewe, lakini kwa karibuni kwa Malawi watani zao jadi Yanga walikwenda kule kucheza na dhidi ya Silver Strikers, akina Uchizi Vunga walifungwa Yanga na ikamponza kocha Homein Falls kama unakumbuka vizuri. Sasa na wao kocha Steve Barker, Simba mipango yao ni kwenda mbali ligi ya mabingwa, na ndio maana wamempa nafasi na ameonyesha kwamba anaweza kuwafikisha mbali. Lakini mbali hiyo sio kwenye mechi ya kwanza ya hatua ya mchujo kuelekea hatua ya pili ya mchujo kuania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sababu hiyo lazima wafanye kufanya kwamba hii mechi ni kama vile wanavyocheza na wakubwa wenzao. Ni kama wanacheza na Esperance, ni kama wanacheza na FAR Rabat, ni kama wanacheza na Mamelodi. Waichukulie hivyo, wana uwezo Simba kupata matokeo mazuri, kwa sababu Simba iliyomaliza msimu ilikuwa moto, hasa baada ya usajili uliofanywa kwa dirisha dogo. Ndio. Lakini wakati iko moto, alafu inaongezewa moto zaidi. Nikupe mfano. Ndio. Kwenye viungo wa ushambuliaji Steve Barker anapangaje? Kwa mfano kama wote wanakuwa kwenye kiwango bora kwenye flanks, maeneo yale ya pembeni ya Elim Panzu Kibisawala hutumika kama mshambuliaji bandia, lakini yeye anatokea pembeni vizuri sana. Ndiye top assist provider katika ligi kuu Tanzania bara akiwa na assist 10, lakini ndiye mchezaji aliyepiga mashuti mengi ndani ya Simba katika ligi kuu Tanzania bara, mashuti 46, akifunga mabao 7 kama tunakumbuka vizuri, kachangia mabao 17, si ndio? Yeye yupo kama kiasili anatokea pembeni. Kutokea pembeni kuna Libasegeye, ligi kuu Tanzania bara msimu umalizika ana mabao 7, kajiunga dirisha dogo, kapiga mashuti 30, 16 on target, ana kamba 7. Man of the match mara 2, yupo anatokea pembeni. Anise Ura kajiunga dirisha dogo, kapiga mashuti 29,
kafunga mabao 6 na assist 3. Yupo fundi anatokea kushoto, goli lenye nguvu zaidi la kulia. Ndio Hatari kweli kweli. Unapozungumza Simba imekuwa kali kutokea katikati ya mstari wa uwanja kwenda eneo la pili, huwezi ukaacha kumtaja Anise Ura. Lakini wanaongezewa tena Keleso Makhalwa, mchezaji ambaye msimu uliopita alikuwa anawania tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Keleso Makhalwa akishindana na Lucas Ribeiro, akishindana na Relebohile Mofoke. Hakushinda yeye, lakini alikuwa amerejista assist 11 akifunga mabao 6 akichanga mabao 17 kwa Sekune United. Lakini msimu uliomalizika katoa assist 6. Simba wamempata baada ya kufanya maajabu ya kuwashinda wakubwa kadhaa walikuwa wakimhitaji, wakiwemo Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ni miongoni mwa timu zenye ukwasi mkubwa barani Afrika. Achana na ubingwa anachukua Mamelodi kila mara. Na msimu uliomalizika wamechukua Orlando. Nazungumzia ubingwa wa fedha. Ukwasi. Vyanzo mbalimbali vinahitaji Al Ahly ya Misri. Ukitoka hapo unahitaji Kaizer Chiefs. Wamemtaka Keleso Makhalwa, wamemkosa kwa sababu ya project ya Simba. Yupo Simba chini ya kocha Steve Barker. Anapocheza ndipo anapocheza Anise Ura. Mpanzu anaweza kucheza huko pia, anaweza kucheza kulia. Libasege yupo huko. Lakini wakati huo kuna wachezaji wengine kina Morris Abraham, nao ni viungo ushambuliaji. Hapa nimekutajia tu baadhi ya wachezaji katika baadhi ya nafasi, lakini Simba ina Ibrahim Dumbia, top scorer katika ligi kuu ya Mali, mabao 17 kutoka Korofina. Yupo. Kwa Simba wachezaji moja mmoja inawafanya wao ndio wenye mzigo wa kutakiwa kushinda na kusonga mbele, sio Mighty Wanderers. Mighty Wanderers wako vizuri, lakini huwezi ukalinganisha na dude kubwa kwenye michuano ya CAF linaitwa Simba. Muhimu Simba kuboresha eneo lao la mwisho katika kufunga. Ndilo ambalo limechangia pia hata katika ligi kuu Tanzania bara kuzidiwa pointi 2 na watani zao wa jadi Yanga. Simba wamaliza na pointi 73. Yanga wamaliza na pointi 75. Ni kwa sababu Simba waliathiriwa na wanacheza nafasi nyingi hazitumiwi kwa mabao. Katika ligi wao wameongoza kupiga mashuti mengi, kufika eneo la mwisho mashuti 305, wamefunga goli 54. Maana yake uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 17. Yanga watani zao wa jadi na wataje tu kwa kulinganisha, walipiga mashuti 289, wakapiga goli 71. Umeshaona? Goal conversion rate ya Yanga ilikuwa 25%, ndio siri ya mafanikio ya Yanga. Lakini kwenye kushambulia ni Simba ndio walifika mara nyingi zaidi. Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika, Simba walipiga mashuti machache sana. Mechi 6 walipiga mashuti 54. Umeshaona? Halafu wakafunga goli 5. Yaani mechi 6 wanafunga goli 5. Wao wameruhusu goli 7. Walifanya vibaya msimu uliomalizika huu 25-26 ligi ya mabingwa. Sasa katika kuaddress kushughulikia hilo, ndipo Simba wanawaleta kina Keleso Makhalwa kuongeza kasi na uwezo wa kufika eneo la mwisho. Wanaongeza akina Ibrahim Dumbia. Hakika Simba wameimarika zaidi, na hilo watajitendea haki zaidi kwa kufanya vizuri kwenye michuano watakayoshiriki ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika. Na bahati mbaya sana kwa Mighty Wanderers ni kwamba wao ndio timu inaenda kukutana ya kwanza na Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba msimu uliopita waliwakwangua Gaborone United, walisifiwa wamecheza vizuri, lakini waling'oka kwa sababu walifungwa kwa 1-1 hapa sare. Nsingizini Hotspur ya Eswatini walicheza vizuri, lakini waling'oka, Simba ikienda hatua ya makundi. Kwa hiyo na wao Mighty Wanderers labda wao ina cha ziada kuwastopisha Simba ambao katika hatua hizi za awali hivi karibuni wamethibitisha wao ni lidude kubwa, wao ni unstoppable, isipokuwa wao lazima wayafuzu hatua ya makundi. Itakuwa vipi sasa hapa? Ni swala kusubiri, maana haya ni maneno uwanjani, wachezaji ndio wanaoenda kutenda. Maneno, makaratasi, maandishi hayachezi. Wanaocheza ni kina Libasege, ni kina Anise Ura, ni kina Dumbia. Basi. Bwana mzee wa data, mimi kutokea hapa sina la ziada, naomba nikutakie siku njema. Shukran jazilan. Bwana huyo ni mzee wa data, mtaalamu kabisa wa zile small details. Simba Sports Club moja kwa moja watakutana na Mighty Wanderers. Mimi ni Saidi Tuntu, anayekupa picha ng'avu kabisa ni Juma Miraji. Bye bye mpaka wakati mwingine.